Kwa kweli kuna mambo mengi tu ambao nategemea hapa leo tutabadilishana mawazo, lakini moja ambalo hili kabla sijaanza mazungumzo yote ilibidi kwanza lazima nilizungumze. Moja ni kuhusiana na kwa kweli binafsi kama mkuu wa wilaya, kwanza tunawaambia wenzetu ambao wanachukua sheria mikononi mwao, mimi binafsi sijaridhika. Kuna vijana wetu ambao wako katika kazi zao za kawaida, ambapo hapo darajani vijana ambao wamemvamia na kumpia kisu mambo mmoja katika kijana wetu ambaye mpaka akasababishwa kwamba kulazwa hospitali. Naomba nizungumzie hapa. Nchi hii inakwenda kutokana na sheria, na mtu yoyote tunasema kwamba sheria ni msumeno. Kwa sababu tayari mhalifu tayari tunaye na sheria itachukua mkondo wake. Kwa hivyo tunatoa tahadhari kwa jamii. Jamani, tufanye kazi au tuishi katika amani na usalama. Hicho ndio pekee ambacho kitaweza kutufikisha sisi. Ukiona kwamba wewe sheria kwako wewe haiwezi kufanya kazi, ukifanya vitendo kama hivi ambao vya kuweza kumuumiza mtu ambaye yuko katika kutekeleza majukumu yake, sheria haitokuacha. Kwa hivyo tushirikiane jamani. Kama ninavyozungumza katika vikao vyangu vyote, hii nchi inajengwa kwa upamoja wetu. Katika kazi zetu zote tutazozifanya, tuhakikishe kwamba amani tunaipa kipaumbele. Umeona kwamba wewe kitu ambacho huridhiki nacho, basi kuna vyombo ambavyo vya kwenda kunini. Kwa sababu kama ofisi ya mkuu wa wilaya, waheshimiwa masheha, ofisi zao ziko wazi wakati wote. Kwa hivyo wewe nenda kaeke yale ambao uliona kwamba huridhiki nayo, na sisi tutafanya kazi. Lakini usichukue sheria mikononi mwako.